Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaziangalia ahadi za Mungu zilizoandikwa katika Biblia kwa ajili yetu. Na Mungu ni mwema, amekuwa na baraka akitubariki sana katika kipindi hiki. Asante kwa kufuatilia, maana ni cha baraka mno. Wewe ambaye hujaniunga mkono kwa kusubscribe kwenye akaunti yangu, tafadhali usiache kufanya hivyo. Na wewe uliofanya hivyo, Mungu aendelee kukubarikia sana. Injili ya Mathayo sura ya 25. Injili ya Mathayo 25, tutaanza kusoma mstari wa 31. Mathayo 25 kuanzia mstari wa 31. Hapo atakapokuja Mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake, na mataifa yote watakusanyika mbele yake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Atawaweka kondoo mkono wake wa kuume na mkono wake wa kushoto, na mbuzi mkono wake wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Kwa maana nalikuwa na njaa, mkanipa chakula, nalikuwa na kiu, mkaninywesha, nalikuwa mgeni, mkanikaribisha. Amen. Mpendwa mtazamaji wangu, hatimaye tumeifikia ahadi nyingine nzuri kabisa. Hii inahusu siku ile ya mwisho, siku ya malipo, siku ya kupokea mshahara, siku ya kupewa kila mtu kinachomstahili, siku ya kiyama, siku atakapokuja mfalme wa utukufu Yesu Kristo. Atakuja siku ile, atafanya kazi moja tu ya kubagua wanadamu katika makundi mawili. Kundi la kwanza ataliweka mkono wake wa kulia, kundi la pili mkono wake wa kushoto. Kundi la kwanza linaitwa kondoo, kundi la pili linaitwa mbuzi. Huo ni mfano tu. Huo ni mfano, anasema kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Na vivyo hivyo wanadamu nao watabaguliwa kama vile mchungaji anavyofanya, kuchukua kondoo anaweka upande huu, mbuzi anawaweka upande huu. Hivyo basi, siku ile ya mwisho ndivyo itakavyotokea. Sasa hadi ni kwamba wote ambao waliyafanya mapenzi ya Mungu watawekwa mkono wake wa kulia, mkono wake wa kuume. Wote walioyafanya mapenzi yake. Yepi? Anasema, kwa maana nalikuwa na njaa, mkanipa chakula, nilikuwa uchi, nilikuwa na kiu, mkaninywesha, nilikuwa mgeni, mkanikaribisha, nilikuwa uchi, mkanivika, nalikuwa mgonjwa, mkaja kunitazama, nilikuwa kifungoni, mkanijia. Hao ndio watakaowekwa katika mkono wake wa kulia, mkono wake wa kuume. Kwa nini? Kwa sababu walimtendea. Sasa watajiuliza, watasema, mbona sisi? Mstari wa 37 anasema, ndipo wenye haki watakapomjibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha, una kiu tukakunywesha? Tena ni lini tulipokuona umgeni tukakukaribisha? Sasa jibu la Yesu litakuja ni hili. Na mfalme atajibu akiwaambia, amini nawaambia, kadiri mlivyomtendea mmojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Maana yake, kadiri mlivyowatendea watumishi wangu, ndivyo mlivyonitendea mimi. Maana wakati huu Yesu yuko mbinguni, lakini atasema, kadiri mlivyowatendea wale watumishi wangu, ndivyo mlivyonitendea mimi. Muhimu hapa ni hili, kwamba ahadi iko kwa hawa mkono wake wa kuume, ni wale wanaoyafanya mapenzi ya Mungu, wanaowatendea watumishi wake mambo mema, wanaowatumikia na kuwahudumia watumishi wake aliyowaweka duniani, yaani wachungaji, wainjilisti, mitume, manabii, wale waliowekwa kwa ajili ya utumishi, kumsaidia Yesu Kristo kueneza Injili. Kama ukiwatendea hao vema, kama ukiwatendea hao inavyostahili, Yesu anasema, kadiri mlivyowatendea wao, mlinitendea mimi. Lakini kundi la pili ni lile ambalo
wao wataambiwa ondokeni. Kwa nini? Kwa sababu atawaambia, ninyi mimi nilipokuwa na njaa hamkunipa chakula, nilipokuwa kifungoni hamkuja kunitazama, nilipokuwa na tatizo hamkuhangaika na mimi. Ondokeni muende katika moto uliowekewa Ibilisi na malaika zake. Kwa hiyo watafukuziwa mbali. Naye atawajibu akisema, Amina nawaambia, kadiri msivyomtendea mmojawapo wa hao walio wadogo, hamkunitendea mimi. Maana yake, kama hamkushughulika na watumishi wangu wale wa duniani, basi hamkushughulika na mimi. Hivyo basi nendeni, na hao watakwenda, anasema, na hao watakwenda zao kuingia katika adhabu ya milele. Wataenda kuingia katika adhabu ya milele, bali wenye haki watakwenda katika uzima wa milele. Hii ni